Ripoti za TRC Mzundu TV zinaripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo, na lengo kubwa hasa liloweza kutufanya tuweze kusafiri umbali mrefu kufika hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo. Na mafunzo haya kama ambavyo nimekujuza ndugu mpenzi mtazamaji, ni mafunzo ambayo yanahusiana na mfumo mzima wa SIS. Na mafunzo haya yanajumuisha walimu kutoka shule ya sekondari Chogo pamoja na walimu kutoka shule ya msingi Chogo pamoja na kwa Mdami. Wote wamekusanyika hapa, lengo lao kubwa ni moja tu, kuhakikisha kwamba wanapata elimu kuhusiana na namna bora ya kutumia mfumo huu wa SIS. Tumekuja na wataalamu mbalimbali, walimu ambao wamebobea katika mfumo huu, na watatupitisha kuhakikisha kwamba kila atakayekuwa amehudhuria kwenye mafunzo haya basi anaondoka akiwa ana uelewa mzuri kuhusiana na namna bora ya kutumia mfumo huu wa SIS. Mafunzo haya yamefunguliwa na afisa elimu wa kata ya Kabukundani, ndiye aliyekuwa mgeni rasmi ambaye tupo naye ndani ya viunga hivi, akihakikisha kwamba walimu walioko ndani ya kata, hasa shule hizi ambazo nimezitaja, kwa maana shule ya sekondari Chogo, lakini pamoja na shule ya msingi Chogo na shule ya msingi kwa Mdami, kwamba wanapata uelewa mzima wa namna nzima ya kutumia mfumo huu wa SIS. Kama ambavyo unajua ndugu mpenzi mtazamaji, mafunzo haya yalianzia ngazi ya wilaya, ambapo tulikuletea kupitia chaneli yako pendwa, chaneli ya TRC Mzundu TV, na uliweza kupata mafunzo haya mbashara kutokea ndani ya ukumbi wa halmashauri ya wilaya Ndeni. Na leo hii mafunzo haya yameshushwa kabisa chini ngazi ya kata, kuhakikisha kwamba walimu walioko huku chini ambao wanaofanyia kazi mfumo huu uko madarasani, kwa maana kuita majina, vitu kama hivyo vinafanyika, na hao wanaokwenda kufanya hivyo ni walimu wanaohusika kabisa kwenda kule madarasani. Kwa hiyo ambatana nami sambamba, twende tukaone kupitia wawezeshaji ambao wapo ndani ya viunga hivi. Mwalimu wa darasa ni class teacher. Ni mwalimu wa somo subject teacher. Ni academic coordinator. Sasa majukumu yote ambayo unapewa ndivyo anavyokuongezea kazi za kufanya kwenye mfumo. Lakini ni mfumo rahisi na mwepesi. Usije tukatengenezea dhana kwamba mfumo huu ni mgumu. Ila kinachohitajika tu ni uwezekano wa kupata internet. Ukiwa na internet hakuna jambo linalo kwama. Sawa ndugu zangu? Sasa tushazoea kuipa mifumo majina, mfumo unasumbua. Sawa? Yaani ukishaweka tu mfumo huu unasumbua, au kitu hiki kinasumbua, ujue kitakusumbua kwa sababu tayari umeshakipa ugumu. Kwa tujifunze au tujizoeshe sisi ambao tunaomba kwenye kazi kuipokea mifumo na kuitumia. Hakuna mfumo mgumu. Wanao design na kutengeneza mifumo mara zote wanaangalia yule mtumiaji wa kawaida, yaani yule mtu wa kawaida ndio anayemwangalia kwamba je, tukiweka vitu hivi kwa mtu huyo anaweza kutumia. Kwa sababu tunaangaliwa sisi ambao hatuna uelewa mpana wa kompyuta, naomba mfumo unapokuja tupokee. Sawa? Kama sasa hivi mfumo wa PEPIS ambao utaki watu wanaona ni mgumu sana, ndio, lakini hakuna mfumo mwepesi na unaopaswa kuishi nao kama huu, na ni mfumo ambao unabeba taarifa zako muhimu zote, lakini sisi tumekabidhi namba na password kwa hivyo ya class operation. Unapoifungua inakuleta kwenye pop-up nyingine ya aina hii ambayo inaanza na student attendance. Kama wewe ni mwalimu wa darasa, hii kitu utakiona. Kama sio mwalimu wa darasa, huwezi kuona attendance. Hata kama utakuwa na menu ya class operation, lakini student attendance kama hujapangwa kuwa na jukumu la darasa utaona. Sawa? Lakini kingine ni absence follow, kufuatilia wale ambao hawahudhurii. Kwa hiyo ni jukumu la walimu wa nani? Wa darasa. Sawa? Lakini tukija hii assessment follow,
Hii sasa ni wote, umetoa mazoezi, umetoa jaribio, kuna watu hawajafanya. Unapoingiza zile alama, wataonekana wao hawapo kwenye jaribio. Lakini pia kwa mwalimu wa darasa, na yeye mahudhurio hapa yataonekana. Kuna wale watoto ambao ni wakorofi, leo yupo, kesho hayupo, unatakiwa ufanyie follow up. Unapofanyia follow up, unakuja hapa uliyemfuatilia, kuna majibu gani yalipatikana. Sawa? Kwa sababu mtoto anapokuwa mtoro zaidi ya siku 3, mfumo unakutaka umfuatilie wewe mtoto, ujue ana changamoto gani. Sawa? Kwa wale ambao tulishana mwangaliana, mfumo wenyewe unakutaka wewe mwalimu umfuatilie, ujue tatizo lake. Lakini menu nyingine ni behavior assessment, tabia za mtoto, kitu ambacho kwenye atendesi zetu tunaandika kwa maboresho aliyoyafanya katika class operation. Kitu kingine ni subject, masomo. Utakapokuwa umepangiwa masomo yako, utayaona hapo kwenye subject. Lile ambalo si somo lako utalikuta. Na kwa nini unapewa somo na inakuja kuonekana kwenye akaunti yako? Kwa sababu utakapofika kwenye constant unabadilisha data. Kwa hiyo masomo utapangiwa, na anayekupangia masomo ni mkuu wa shule au mwalimu mkuu. Sasa kuna hii behavior na behavior assessment, ni vitu viwili tofauti. Sawa, kama ambavyo nimeweka. Tabia ya mtoto sio mwalimu wa somo wala sio mwalimu wa darasa, nina report na project basi. Lakini wasomo utakutana na hii. Sasa ikija repeating anayerudisha ni mwalimu mkuu wa nini wa shule, baada ya kushauriana na mwalimu wa darasa husika. Kwa mfano msingi huwa tunarudisha au hata. Sasa mwanzo tulikuwa tunafanya kwenye, lakini sasa hizi chochote unachofanya kwenye shule ni lazima kiingie kwenye nini, mfumo, kiwe wazi. Kwa nini unamrudisha? Usiogope, sawa? Ukiweka comment nzuri, mfumo unakukubalia, kwa sababu hizi ni taarifa za kizaa. Unajua mwaka huu hatuna ule mfumo tuliozoea wa sensa, huu ndio unatumika. Kwa hiyo una taarifa nyingi zinahitajika. Kama ulimrudisha mtoto mwaka huu, mwaka jana alikuwa kidato kingine hajaenda, unahitaji abaki pale, mkuu modeli hii ndio ya kwako. Lakini kuna hii timetable. Timetable mkuu anaiona. Anayeandaa ratiba ni nani? Taaluma. Kwa hiyo mwalimu wa kawaida, moduli ya timetable utaiona ya ratiba, ila hutaweza kuedit wala kuingiza chochote. Isipokuwa kipengele hicho wewe ukikiona ni kuangalia tu ratiba yako kulingana na masomo ambayo umepanga. Kwa mwanzo tuna ile ya kwangu mimi na inakili, sasa hivi hakuna tena kunakili ratiba ya masomo yako. Ukiingia hapo unaona masomo yako tu, muda sio ile ya wote, lakini mkuu ataona ya shule nzima. Unaelewa? Kwa hiyo hatuna tena ile labda waamue tu kuprint kwamba hii nimeview na print. Sasa hapa menu hazijaishia hapa kwenye timetable. Kuna hii sehemu ya kuscroll hapa. Kwa sababu hatuko live, kuna vitu hatutaviona, lakini hii ni akaunti ya nani? Ya mkuu. Kwa kama Ijumaa ukuita, utegemea uite Jumatatu kwamba. Unaelewa? Kwa hiyo lazima ujitahidi kuwa active.
Nilitosema tiki ni hizi hapa. Kwa hiyo ukitiki tu, ukishaandika tarehe inakuja hii. Sasa usikimbilie kusevu bila kujiridhisha na wale ambao hawapo. Ni lazima uhakikishe kwamba wale ambao hawapo unaondolea nini? Tiki. Ukiondoa tiki tu inatambua mtu hayupo. Baada ya hapo umeshajiridhisha kwa idadi ya watoto wako, unabonyeza save. Mfumo utasave attendance ya siku hiyo. Na mkuu naye ni hivyo hivyo kwa walimu wake. Akihitaji kuita majina, anaingia kwenye attendance ya staff, walimu wake wote wanakuja, anatiki na kuondoa ambao hawapo. Sasa unapomuondoa kumwandikia mtu hayupo, mfumo unakutaka uandike sababu. Kwa nini hayupo? Kwa nini hayupo? Sababu za kuchagua kwa mwanafunzi ni hizi hapa. Hana ruhusa, mgonjwa, ruhusa. Kwa hiyo unapomwandikia hayupo, kama hapa tunaona huyu ameondolewa nini? Tiki. Mfumo umefungua menyu hapa, uchague kati ya hayo machaguo matatu: hana ruhusa, mgonjwa au ana ruhusa. Kwa hiyo utajiridhisha na chaguo ambalo ni sahihi kwa wakati huo. Ukimaliza unabonyeza okay. Utakuwa umetolea taarifa huyo mwanafunzi, lakini yule ambaye yupo hakuna shida. Sasa kwa kile ambacho nilisema mwanzo kwamba hayupo darasani siku 3, mwalimu wa darasa anapaswa kumfuatilia mwanafunzi. Kwa hiyo itafunguka, kuna sehemu ya follow up. Sawa? Sehemu ya nini? Ya follow up. Sehemu hii ndio inakutaka ueleze umefanya nini kwa mtoto huyu ambaye hayupo darasani kwa siku hizo. Mlezi mwingine hahitaji mtoto aende shule, nampeleka labda kuchunga, kwa wale ambao tumekulia maeneo yanayochunga, sawa, au mwingine anaenda naye shamba. Lakini pia yuko mwingine hata mlezi, kwa sababu ndio mlezi, sawa, labda mzazi wake anaumwa hajiwezi, na yeye ndio anayemsaidia. Mtoto hasomi masomo yote. Kwa hiyo unapaswa upange sasa, mtoto huyu atasoma history, Kiswahili na mengine. Kwa hiyo katika mfumo unakutaka ufanye hivyo. Sekondari tunajua mna machaguo, mkishafika form 2, form 3. Kuna wale wa mkondo wa sayansi na art. Japo form 3 utasajili masomo yote na form 4. Lakini lile ambalo hasomi unaliondoa. Kwa nini unaliondoa? Ili matokeo yake yatakapoingizwa kwenye mfumo na ikija kutengenezwa ripoti, kwa sababu mfumo saizi unatoa ripoti. Ukija kutengeneza ripoti, lile somo lisionekane kama hajafanya. Unaelewana? Kwa ndio sababu unapaswa umsajilie nini? Masomo. Kwa hiyo kazi imeongezeka kidogo. Kazi imeongezeka. Na jukumu hili huenda analifanya mwalimu wa darasa. Yaani halipo kwa mtaaluma, ni mwalimu wa nani? Wa darasa. Kwamba mwanafunzi huyu ambaye namsimamia anasoma masomo haya hasomi, ndio haingii kwenye orodha yake. Na unaposajili utachagua darasa husika, kila mtoto utamsajilia hayo masomo. Kwa na watoto 100 utakuwa na kazi ya kusajili masomo kwa kila mtoto. Ameshaondoka kule kwenye ujumla wa darasa.
lipo kwa mtoto mmoja mmoja. Kuna swali labda hapo kwenye kumsajili madarasa masomo kwa mtoto na wasomo, unaweza kukutana na hizi moduli kujaza tabia na mwenendo wa mtoto. Kitu chochote ambacho unakifanya au unataka kukiongeza, wao wametumia neno add new. Ukimchagua mtoto labda unaenda kwenye tabia add new, unaenda kumsajilia masomo add new, waliamua aliweke hiyo. Lakini unapomsajili, ambayo hii ni moduli ipo kwa mkuu, ni register, sawa. Kwa hiyo kuna maneno mawili, add new na register, sawa. Kwa sisi wengine utakutana na neno add new, unaongeza taarifa za mtoto, ni add new. Kwa hiyo utakapokutana na hilo neno add new, ndio unaongeza kitu, sawa. Usije tukaliogopa. Lakini umemaliza, wanatumia submit na save, sawa. Umemaliza kujaza taarifa, kuna ambazo unazisave na kuna ambazo unafanyaje, unazituma. Neno submit maana yake mkariri darasa, nilishazungumzia kwamba utaingia kwenye menu ya ku repeat na uta add new. Kwa maana sasa add new itakuletea orodha ya watoto wote, ni nani unahitaji aingie kwenye kurudia, sawa. Baada ya hapo wewe una submit kama ambavyo tumeiona, itakuletea orodha ni nani unamhitaji, una add new, itakuja huko unachagua hapa. Ile eneo ukibonyeza na kuletea majina, kwa wewe ni kuchagua tu kulingana na darasa ambalo ulifanyia kazi. Ukimaliza una submit kwamba unatuma kwenye mamlaka ya juu. Uko pamoja? Nadhani upande wa mwalimu imekaa hivyo. Lakini sasa hii ratiba ya masomo, ratiba ya masomo tunajua anaiandaa nani? Mtaaluma, sio? Akishaiandaa, yeye na mkuu wana access ya kuona ratiba kwa masomo yote, hata ambalo hafundishi, na yeye ana hii button ya kuprint, ana uwezo wa kuprint ratiba yote. Lakini mwalimu wa somo, unaona masomo yako tu uliyopangiwa, na yeye pia unaona print. Kwa mwalimu wa somo utaona masomo yako tu, ila mkuu na mtaaluma kwa ajili ya ufuatiliaji wao wanaona ratiba ya masomo yote na ana uwezo wa kuhariri, ila wewe una uwezo wa kufanyaje, wa kuhariri. Ndio mambo yanaenda yakibadilika. Sasa kingine ni ile assessment ambayo ni moduli kwa ajili ya matokeo. Hapa tunapaswa kuingiza majaribio, mazoezi na mitihani, lakini anayeanzisha ni mkuu. Mkuu ndio anayepaswa asajili kwamba kwa taasisi yangu hii ninayoisimamia watafanya majaribio 3 na ataainisha pale atafanyika lini na lini. Watafanya mitihani labda 2 kwa maana ya mwezi wa 6 ile ya midterm na term, sawa. Watafanya mazoezi 20, sawa. Kwa hiyo yeye atasajili hayo mazoezi 20, yasikana darasa hili kana mazoezi 5 ili ikawa hivi. Kwa hiyo atatawanya kulingana na anavyotaka. Sasa wewe mwalimu wa somo, kama somo lako limepangiwa mazoezi fulani utayakuta na utapaswa uingize alama baada ya kuwafanyisha wanafunzi. Ni mtihani umemaliza kusahisha, utaingia kwenye
moduli ya labda walikuwa kama kuna nyongeza ama kwenye assessment. Karibisha. Huko mtandao unakubali. Sasa hapa kwenye assessment nadhani tuangalie jinsi ya kujaza alama. Hilo ndio jambo la msingi. Mfumo mtandao ulikuwa unaruhusu, ningeona namna ya kuingiza, lakini ukiangalia hapa katika somo la afya na mazingira ambalo mwalimu amechagua, imeleta orodha ya watoto. Eneo hili la scope ndipo inapokutaka ujaze alama, sawa, kwenye kiboksi. Yaani zipo nyingi, yaani rota zipo nyingi ambazo zinaingia line yoyote. So lazima uende ukienda kwenye rota za makampuni, wewe ukimaliza kuingiza alama zote una submit. Unapo submit, taarifa zako zinaenda kwa mkuu na mtaaluma, ambao hawa ndio wanashikilia kila kitu shuleni. Yaani mtaaluma na shule na mkuu, kila unachokifanya kwenye akaunti yako yeye ana access ya kukiona. Sawa? Yaani nikwambia hujafanya hivi kwa wakati, ndio ameona, kwa sababu mfumo wake yeye au akaunti yake ina roho kubwa kuliko za kwetu. Sawa? Sasa hapa kuna setup frame, ni moduli ambayo anafanya mkuu wa shule kuandaa mikondo na kuipa majina. Kwa kweli najua hizo analifahamu. Hilo kwenye ambacho kinamhusu mwalimu moja kwa moja. Hii kitu ni mtaaluma na mkuu, class period schedule, kwamba kuandaa ratiba ni mtaaluma na nani na mkuu. Ukiangalia hapa kuna aina ya ni mtaala, alafu darasa, mkondo na siku. Sasa naandaa kwa design hiyo. Manage student ipo kwenye akaunti ya mkuu, kuwasajili watoto. Mwalimu wa kawaida tutakuwa na kipengele cha kwa manage. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo, mimi Nchisko wa TRC Mzumbe TV, Andendisi.